Tuko pamoja eh? Yule mnyama kutawala, kuna utawala utakao kuja kutawala ambao utakuwa unamsupport mpinga Kristo, ndio maana yake. Hayo ni masuala ya nyakati za mwisho. Cha tatu, unyakuo, ambao Biblia inatumia siku nyingi, wakati maeneo fulani fulani inatumia siku ya Bwana. Siku ya Bwana. Cha nne, miaka 1000 ya kutawala kwa kanisa au kwa kutawala kwa Yesu akiwa na watakatifu hapa duniani kwa miaka 1000 na mengine mengi hapo ya nyakati za mwisho. Swali, kinachoanza ni kipi, kinamaliza kipi? Hapo ndio wamechanganya. Ukienda kwa watu wa theolojia ya Pentekoste, theolojia ya makanisa ya Kipentekoste, wao wanakuambia Yesu atakuja kwanza, alafu akishalinyakua kanisa ndipo mateso na kuja kwa mpinga Kristo vitakuja. Mmeshapindua Biblia. Haiko hivyo. Haiko hivyo. Hata ukiwaambia nionyeshe kwenye Biblia, hawakuonyeshi. Watabakia tu kukwepa kwepa. Unajua Mungu aweza karuhusu mateso kwa watu wake. Acha ujinga, wakati Biblia hiyo imesema watawatesa, watawaua. Mnisikilize wapendwa, tuko nyakati za mwisho. Mpangilio wa matukio uko hivi. Mpangilio wa matukio uko hivi. Kitu cha kwanza kitakachotangulia ni kufunuliwa kwa mpinga Kristo. Kitu cha kwanza kitakachotangulia, sawa, ni kufunuliwa kwa mpinga Kristo, lakini hicho ni cha pili. Cha kwanza kitakachotangulia ni mateso ya kanisa. Kwa sababu wakati mpinga Kristo anakuja, kanisa ndio litapata viboko vya kutosha. Sio mimi nakwambia, kanisa litapata viboko vya kutosha. Ukitaka kuitafuta, nenda kasome Danieli 12, nenda kasome Mathayo 24, halafu nenda kasome Danieli sura ya 12. Ukitaka kuitafuta hii nayo kwambia, soma Danieli sura ya 12, soma Mathayo 24, halafu soma Wathesalonike wa pili sura ya 2. Narudia, soma Danieli 12, soma Mathayo 24, soma Wathesalonike wa pili sura ya 2. Soma, utakuta Biblia inachosema. Mfano kwenye Wathesalonike, Paulo anasema mtu asiwadanganye juu ya masuala ya siku ya Bwana kuja, au siku ya Bwana au siku ya unyakuo. Msidanganywe. Hiyo siku haiji upesi. Maana yake ni kwamba kuna vitu vinavyotangulia kwanza, wala haiji haraka haraka mnavyofikiria. Ni Mungu ajuae, kama Yesu alivyosema, lakini haiji upesi. Kuna kinachotangulia kwanza ambacho ni muhimu mkielewe. Ndio maana leo nyie mnaofundisha hayo mafundisho na makanisa ambao mnakula hayo mafundisho, mnasababisha watu hawana msuri wa imani. Wewe ulio unanisikiliza, sikiliza, jipange kiroho. Anza kupiga mazoezi ya kuikataa dunia mwenyewe. Anza kupiga mazoezi. Ndio maana wachungaji wajinga wamepokea injili ya mafanikio tu, wanaileta kanisani. Hawajui kwamba wanalidhofisha kanisa. Watu macho yamebakia ukiwa Mungu ni Mungu ambaye ukishikana atakupa nyumba, atakupa gari, atakupa umaarufu, atakupa heshima. Ndio Mungu watu wanaomjua sasa hivi. Wakati wanapotosha, wanakufanya uwe zuzu. Kuna kitu ulichotakiwa uwe nacho sasa hivi tofauti na gari. Kuna kitu ulichotakiwa uwe nacho sasa hivi tofauti na nyumba. Hata kama Mungu atakupa nyumba, lakini mwambie Mungu asante, kuna kitu natakiwa kuwa nacho, sio nyumba. Hasa kwa kuwa injili wachungaji wamepotosha kwamba kanisa litachomoka kwanza, wakiunganisha na mafanikio, najua hata nikifanikiwa hamna shida. Sikiliza nikwambie, kuna maisha tunatakiwa tuishi ili tufanikiwe kupita kwenye mateso ya kanisa.
kanisa halikwepi. Okay, ngoja tukasome. Tusipige story. Tusome haraka haraka, tupite hizo nilizokuambia, ili wale wasio na Biblia nyumbani watoke hapa wajue kilichoandikwa. Watoke hapa wakiwa wanajua kilichoandikwa. Tuanze na Danieli 12. Danieli 12. Biblia inasema, tuanzie na mstari wa kwanza. Kabisa tuanze na mstari wa kwanza, tusome tu taratibu tuone. Biblia inasema, wakati huo Mikaeli atasimama jemadari mkuu. Wakati huo, sio sasa, wakati huo. Ina maana alikuwa anaongelea na alikuwa anatoa unabii wa nyakati zijazo. Jemadari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu. Wakati wa taabu. Mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Yaani tangu dunia ianze, baadaye zikaanza kufanyika nchi 1, 2, 3, mpaka wakati huu ambapo mpinga Kristo ataanza kuleta hii taabu. Utaona wapi ni atakayeleta taabu ni mpinga Kristo, utaiona hapo chini. Sawa, Hakuna mateso ambayo yatakuwa kwa wanadamu kama hayo. Hawa wanadamu sio wote, usidanganywe, sio wote. Tutasoma huku chini utaona sio wote. Ni mateso ambayo yatakuwa yanakuja kwa wale watu waliaminio jina la Yesu. Sio kwa wote. Sikilizeni, sio kwa wote. Shetani na anavyokuja mpinga Kristo, anakuja ameshikilia vitu vizuri, nyama, wali, magorofa, magari, starehe kwa watu wake. Mpinga Kristo haji akiwa ameshika kibaya kuwapa watu wake, never. Ila walio kinyume chake ndio atakuja akiwa ameshikilia panga, fyeka, kata vitu vyao. Tuendelee, mtaona haya nayoambia yako wapi. Mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwako taifa hata wakati huo, na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Kwa hiyo hao walioandikwa kwenye kitabu kile ni watu gani? Si watakatifu walioandikwa kwenye kitabu cha uzima. Wataokolewa hapa duniani, sawa, lakini taabu yao haijawahi kuonekana. Tuendelee. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka. Sasa hapa ameshachanganya mafaili. Ameshachanganya mafaili. Ameshapeleka swala la ufufuo wa watu wote waliolala mavumbini, yani unyakuo. Na mafunuo siku zote Mungu hajawekaga wazi. Yamechanganywa hivi ili usielewe. Ni watu waliopewa neema ndio waga wanaelewa. Anaangalia anajua hapa limaanisha hiki. Ni wachache. Sio kusoma sana utaelewa hii Biblia, never. Hii Biblia tunaielewa kwa msaada wa Mungu tukinyenyekea. Biblia inaendelea kusema, na hao waongozao wengi kutenda mema watang'aa kama nyota milele na milele. Sasa hapa anaongelea swala ufufuo na hukumu, na baada ya pale watakatifu walioongoza watu kwenye mema watapewa furaha milele na milele. Twende mstari wa 3, wa 4. Lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi watenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Anamwambia Danieli, mambo haya hayawahusu kila wanadamu. Weka muhuri. Maana ya kuweka muhuri, yafunge. Haruhusiwi kila mtu kuelewa. Wanaelewa watu wachache. Yatakavyokuwa, yatakavyojipanga, kipi kitaanza, kipi kitakawia, itakuwaje, wachache, tia muhuri. Ndipo mimi Danieli nikatazama, na kumbe wamesimama wengine wawili, mmoja ukingoni mwa mto upande huu, na mmoja ukingoni mwa mto upande huu pili. Na mmoja akamuuliza yule mtu aliyevikwa nguo za kitani, aliyekuwa juu ya maji ya mto, je,
itakuwa muda na miaka mingapi hata mwisho wa mambo haya ya ajabu? Nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, hapo alipoinua mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele, ya kwamba itakuwa wakati na nyakati 2.5 wakati, tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watu watakatifu, ndipo mambo hayo yatakapotimizwa. Yaani anamwambia Danieli, kuna mambo ambayo nimekuonyesha, kuna mambo ambayo umeyaona, hayatatokea kwanza. Kitakachoanza kwanza ni mateso ya kanisa, kuvunjwa nguvu kwa watakatifu. Biblia inasema ukiendelea kusoma hapa chini, nami nikasikia lakini sikuelewa, mambo ni magumu. Ndipo nikasema, Bwana wangu, mwisho wa mambo haya itakuwaje? Bwana akamjibu akasema, Danieli, enenda zako, yaani haikuhusu, uruhusiwi kujua. Maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri, yamefungwa, si kila mtu akuelewa, hata wakati wa mwisho. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya. Kule imesemaje kwenye kitabu cha Ufunuo sura mwisho kule 21:20-21? Watakatifu wajitakase sana, waovu watende mabaya sana. Sawa sawa, wala hataelewa mtu mbaya awaye yote. Yaani watu wasiona neema ya Mungu, ambao wajatakaswa kweli kweli, hawataelewa huu wakati ni wakati upi. Watu wataelewa ni wakati wa kujenga nyumba, watu wataelewa ni wakati wa starehe, watu wataelewa ni wakati wa kuwa na mafanikio. Hawatajua kinachokuja wala kinachotokea, hawatajua. Mnisikilize, Mungu akusaidie. Bali wao wenye hekima ndio watakaoelewa. Na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa daima itaondolewa, na hilo chukizo la uharibifu litakaposimamishwa, itapata siku 1290. Sasa tufafanue. Tumesoma huko juu akasema mpaka kuna mambo yatimizwe kwanza, ndio mambo mengine yatukie. Kwa ina maana mambo yamepangiliwa. Sasa kwenye kupangiliwa, Yesu, Biblia inaonyesha hapa Yesu huwa ndio sadaka ya milele ya kuteketezwa. Sawa sawa, Biblia inasema watakatifu watavunjwa nguvu, sadaka ya milele itaondolewa, halafu atasimamishwa yule muharibifu ambaye ndio mpinga Kristo. Mnanielewa pendwa? Ndiye mpinga Kristo. Sasa mnisikie, wamejaribu kudanganya, ni mbinu za shetani zinazofanya kanisa lidhoofike. Sasa hivi ni nyakati ambazo watu wanatakiwa wajifunze kufunga sana. Watu wasitumainie sana maisha ya mwilini. Yaani sasa hivi ni wakati ambao watu wanatakiwa wawekeze sana kwenye kumpenda Mungu. Ngoja nikwambie, kiwango ambacho Petro alimpenda Mungu akakubali kuwekwa msalabani, sio kiwango ulichonacho wewe cha upendo. Sahau. Unavyomtafuta Mungu kwa kufunga sana, huwa upendo wa Mungu unakuwa kama mtoto mdogo. Taratibu unakuwa anafikisha miaka 15, amerefuka kidogo, miaka 20 amekuwa mtu mzima, ana misuli. Imani yako inakuwaga hivyo. Mnanielewa? Sasa imani yako inavyokuwa na upendo wa Mungu unavyokuwa ndani yako, ndio ule upendo wa Mungu na kiasi cha upendo wa Mungu ndio utakofanya uweze kusimama wakati wa mateso. Kanisa hauchomoki. Nyie mnaojidanganya na kuwadanganya watu kwamba tutachomoka alafu ndio mabaya yaanze. No, mabaya watu hawaelewi. Kuna mabaya ambayo yataikuta dunia, yapo, yameandikwa. Lakini hayo mabaya ni mengine hayajaongelewa wala hayajahusisha watakatifu. Hapana. Kwa sababu hayo mabaya baada ya kanisa kupitia mateso na mpinga Kristo na nini, hayo mabaya ni baada ya unyakuo. Baada ya unyakuo yale hayaitwi mabaya. Yale Mungu atakuwa anaiharibu dunia. Yale ni asila ya Mungu itakuwa inaipiga dunia. Mungu atakuwa anaivunja dunia. Mnanielewa?
Mungu, kwa sababu ili ile dunia ije nyingine, Mungu hii lazima iondoe. Sasa haiondoi kwa kuifuta, kwa kuiambia dunia toka, futika. Nielewe. Biblia inachosema, Mungu atakuwa anakata nusu ya kipande cha jua, kinaanguka kinaikata dunia, kinaiteketeza. Kinaanguka kipande kingine cha nyota labda, kinaiponda dunia, mpaka dunia yote itafanyaje? Itaisha. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha msingi ni hiki. Kwa mfano sasa hivi watu ambao hawaelewi 666 ni nini, labda niwaambie 666 ni nini. 666 ni utawala utakaoitawala dunia kwa njia ya starehe, kwa njia ya utajiri, kwa njia ya mafanikio. Narudia, 666 ni utawala utakaoitawala dunia kwa njia ya starehe, kwa njia ya mafanikio na kwa njia ya utajiri. 666 ndio utawala utakao kuja ndani yake uko mbeba mpinga Kristo, na watu wote ili wauone huo utajiri, ili waizione hizo starehe na mafanikio, watatakiwa wamwabudu mnyama au wamwabudu joka au wamwabudu shetani au wamwabudu mpinga Kristo. Sawa? Mnanielewa kidogo? Kinachofanyika na kitakachokuwepo kwenye nyakati za mwisho, moja, kitakachozuia wao kuishi kwenye mpango walionao wa starehe, mafanikio na maendeleo. Sawa, starehe, mafanikio, maendeleo ni lugha ambazo mtu anaweza kazania zinataka kufanana sana. Hazifanani. Mafanikio ni namna ambavyo watu watakuwa wanafanikiwa. Yaani ukimwabudu shetani tu unafanikiwa. Vitu vyako vinaenda sawa. Kila kitu kinakaa sawa, ndio maana ya mafanikio. Maendeleo ni namna ambayo dunia itajengwa. Dunia itafanikiwa. Yaani dunia itafika mahali hizi barabara msimuona ni za vumbi, itafika mahali hakuna vumbi. Kila mahali itakuwa ni rami nzuri. Kila mahali itakuwa watu wanajenga vizuri. Yaani maisha yatakuwa ni ya starehe. Kila kitu kitakuwa kizuri kwa watu wa ulimwengu huu. Biblia inasema, kasome habari zake kwenye Ufunuo, hii roho itawapa watu mambo mazuri kiasi ambacho watu watasema, ni nani kama huyu mnyama? Ni nani? Na ni nani wa kupigana naye? Ukiyasoma yale maneno kwenye kitabu cha Ufunuo sura 13, maandiko yanavyosema kwamba watu watasifu, watatukuza yule mnyama na ule utawala. Watasema, nani kama mnyama? Unafikiri kwa sababu atakuwa anatisha watu? Anakapa, anatisha watu, anaogopesha? No. Atakuwa na vitu ambavyo vitawashawishi watu. Na dunia hii ukitaka kuwashawishi watu, walete nini? Maendeleo, mafanikio. Utawashawishi wote. Kwani hata wakija kuomba kura wanakujaga kwa kuleta nini? Tunaulizana. Wakija kuomba kura, jamani, nipeni kura, nitakuja niwachape viboko. Nipeni kura, nitaleta maandamano na watu walale njaa. Nipeni kura, nitafanya barabara zote ziwe mabonde na makolongo. Nani atapiga? Hakuna hata mmoja. Lakini mtu akisema, nipeni kura, nitafanya mkitoka hapa mpaka Moshi mjini mpande ndege, watu wanapiga wote makofi. Nipeni kura, nitafanya mkiamka asubuhi mkute chips kuku zimekaa kwenye meza. Bwana Yesu asifiwe. Kinachotokea na kitakachotokea ni hiki, watu wa Mungu. Hii roho itakavyokuja
na mashetani yatakavyokuja na huu ufalme, yatakuja yakiwa yamejipanga na nguvu kubwa ya uchumi, maendeleo ya dunia hii. Okay. Kwa mfano, taasisi ambayo ni ya siri, chama cha siri ambacho kimembeba mpinga Kristo sasa hivi ni chama gani? Freemason. Freemason ndio chama cha siri kilichombeba nani? Mpinga Kristo. Na wao, nenda kasome tafsiri yao. Hata walivyojitafsiri wanasema wao ni wajenzi huru. Wao ni watu wa maendeleo. Ndio maana yake wajenzi huru. Mnisikilize vizuri uelewe Freemason ni nini kuanzia leo. Hawa ni chama cha siri cha kuzimu ambacho kinasajili watu. Wakiingia kule, moja, wanamwabudu shetani. Wakisha mwabudu shetani, wanapewa mafanikio yoyote watakaotaka. Wataijenga dunia na kufanya mambo mazuri, na maendeleo yote makubwa yanapitia kwao. Kataa, bisha, fanyeje? Kila unachokiona duniani sasa hivi na maendeleo yoyote unayoona, ujenzi, vitu vikubwa, magorofa ya ajabu, yanapitia kwa nani? Freemason. Freemason. Nilivyokuwa Korea mwaka jana, kuna gorofa refu sana tulifanikiwa kulipanda, ambalo sasa hivi ni gorofa la kwanza kwa urefu Korea Kusini. Nilifanikiwa kulipanda mpaka juu. Kama sijasahau sana, linazidi gorofa 120. Linazidi. Yaani unakaa kwenye lifti mpaka unaweza ukaanza kusahau. Inaenda tu na inakimbia kwa spidi. Yaani inakimbia kwa spidi kweli. Yaani hata ukiangalia zile namba zinavyopita, mpo gorofa 50, 60, 70, yaani inakimbia kweli. Lakini unakaa kule mpaka unaanza kusahau. Ndio unafika kule juu. Sawa? Na ukifika kule juu wametengeneza kitu fulani. Kuna mahali ukishuka chini mnapigwa picha. Unaamua unalipa picha na kama sijasahau sana ilikuwa ni 10,000 picha moja, 20,000 ya huku kwetu. Picha moja unalipia. Ile picha ukipiga inakutoa ukiwa juu ya gorofa. Ninazo mpaka sasa hivi hizo picha. Unatoka kujua gorofa, ukija kuiangalia ile picha unaonekana uko angani juu sana. Juu sana. Sawa? Sasa sikiliza. Lile gorofa limejengwa pembeni ya bichi maarufu Korea Kusini. Sehemu ambao walionunua pale ni mabilionea. Mabilionea. Nimepita pale kwenye yale magorofa yaliyozunguka ile bichi inaitwa ya Haeundae Beach katika jiji la Busan. Majengo mengi yanamilikiwa sina wa Korea, wa Italiano, wa Marekani, wa Canada. Yaani waliokaa pale ni mabilionea. Pale ndio kuna hoteli ambayo kwa siku unaweza ukalipia pesa ukalia milioni 50, 60 kuendelea. Hoteli ziko pale Haeundae Beach. Sasa sikiliza. Lile jengo tulivyoshuka, tunatembea hivi, tukakuta ile kuna kidude fulani kule wana vitu fulani vya thamani vinakuwa kama kioo kinazunguka. Tukimekaa kinatoa mwanga, kinazunguka. Cha duara kirefu kinazunguka kama tufe. Kile wamekiweka pale kwenye reception. Yaani reception ya jengo. Ukiingia kwenye jengo hivi, kitu cha kwanza kinachokupokea ni kile kilichokaa pale, ambacho kile kina bendera ya ushoga na usagaji. Bendera ya upinde wa mvua. Kimekaa pale. Korea hawaruhusu ushoga, hawaruhusu usagaji. Lakini kwa kuwa aliyejenga pale ni Freemason, na wao ndio wanaosukuma ushoga na usagaji, wameweka bendera yao pale, na serikali haiwezi kuwanyosha mkono. Maendeleo ndio yanayomleta shetani kuwatawala na kumfanya aabudiwe, sio umaskini. Sasa hivi adui mkubwa wa kanisa ni mali. Niwape siri. Yaani katika kitu nimechunguza nikamtafuta Mungu, nauliza
Kitu ambacho nimekiona ndio ambacho kitafanya watu wote wamuasi Mungu ni maendeleo. Na hiki ndio kitakachofanya shetani pia aabudiwe. Nini? Maendeleo. Sasa sikilizeni watu wa Mungu. Leo hii kanisani na kwenyewe tumekuwa na business. Pokea pesa. Barikiwa maradufu. Tawala. Usimombe. Juzi nilikuwa namwangalia mjinga mmoja miongoni mwa mitume na manabii. Anawaambia watu, usimombe Mungu ugali dagaa. Alafu yanaona anaongea kima sana. Usimombe Mungu ugali dagaa. Mombe Mungu vitu vikubwa. Mungu ni mtu wa mambo makubwa. Niwaambie, niwape siri. Niwaambie ukweli. Mungu sasa hivi hajawekeza kwenye mali na utajiri wa dunia hii tena. Hana chochote cha kujisifu wala kujitukuza katika dunia hii. Hana. Vyote alisharuhusu vike chini ya mikono miovu. Vyote. Hii ndio siri. Kitu pekee ambacho Mungu kakiacha duniani ni watakatifu waokolewe, waende mbinguni, mahali ambako yeye ndo ameweka utajiri sasa. Sio dunia hii. Mungu hana namna tena ya kuja kwako akupe amani kwa kukupa hela. No. Amani ambayo Mungu anakupa ni wewe kukaa na yeye tu. Kaa na yeye, ridhika katika yeye, furahi katika yeye. Hata kunyima mkate, hata kunyima chakula. Hicho chenyewe nina uhakika nacho. Hata kunyima chakula, hata kunyima chakula. Hata kusaidia, atakupa chakula. Lakini hatukuzwi kwa wewe kuwa na nyumba. Yaani wewe kuwa na jumba ukijenga kubwa ukaja kanisani hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nimejenga nyumba ya milioni 600. Bwana kafanya. Mungu hatukuzwi tena katika ujinga. Wewe umejenga nyumba ni kiburi chako wewe. Sio Bwana. Nawaambia ukweli. Mungu hatukuzwi tena katika mali ya dunia hii. Kitu pekee Mungu anachotukuzwa nacho ni matendo yako na utakatifu wako. Tu. Si kwa kupata gari eti kwamba ndo Mungu atukuzwe. Never. Ni kiburi. Kinachofanya Mungu atukuzwe ni wewe umejenga, sikilizeni niwaambie, umejenga chuo, umejenga labda tuseme wanaita orphanage. Kiswahili wanaitaje? Orphanage. Kituo cha watoto yatima. Umejenga kituo cha watoto yatima, umeweka watoto pale 50, halafu unakuja kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu nimejenga kituo cha watoto yatima. Hicho Mungu anatukuzwa kwa kuwa umetenda mema. Umewapa watu mlango wa kumshukuru Mungu kwa kuwakumbuka wasilale njaa, kwa kuwakumbuka wasilale mtaani. Lakini sio umejenga jumba lako ghorofa 6 unakuja haleluya. Unajua Bwana ni Mungu mwenye mali zote. Si Mungu, mali za dunia hii alikupa wewe, umeshampa shetani. Hana muda nazo tena. Alichonacho na anachokifanya sasa hivi ni wapi? Mbinguni ndo ambako hata Yesu amesema Mungu anaenda kuandaa makao. Hapa duniani ndio maana utajiri wote wa dunia hii sasa hivi ni mali ya shetani. Kuna watu wanang'ang'ana lazima tumnyang'anye shetani. Mnyang'anye, utaishia kunyang'anywa. Utaishia kunyang'anywa. Tunachofanya ni kuwa watakatifu. Mungu yeye ndo aga anaipushi, anaweza akamshika mtu akuletee kitu. Basi. Lakini ujitukuze katika kile. Kwa sababu Mungu akikuletea sasa hivi chochote anachokuletea, anakuletea kwa ajili ya wewe kukamilisha kazi yako duniani. Mungu akuletee mali kwa ajili ya wewe kutembea kwenye gari umeweka kishoka. Unawasalimia watu. Halo, umeona Yesu ni mwema? Halo, umeona Yesu vile anabariki? Mungu hana ujinga. Mhubiri mwingine mjinga wa Kenya alikuwa anasema hivyo. Lazima tununue gari la thamani ili wajue Yesu wetu ana nguvu. Yesu hajulikani kwa kuwa na nguvu kwa kukupa gari. Yesu anajulikana kuwa na nguvu kwa kusaidia uliye mzinzi usizini tena. Ndicho Yesu alichokuja kufanya. Akuchomoe mikononi mwa shetani, akuondolee dhambi na uovu ndani yako, ufanikiwe kuwa mtakatifu. Hicho ndio alichokuja kufanya,
ili uende alikwenda kukuandalia makao. Alisema ameenda kuandaa makao wapi? Mbinguni. Naenda kuandalia makao. Utajiri na heshima viko kwa Baba yangu. Sawa kule ndo ambako kumeandaliwa vitu kwa ajili yako. Kwa hiyo kuanzia leo fanya kazi kwa bidii ili Mungu apite hapo, akupe mkate, akupe chakula, akupe mahali watoto wako watalala. Nyumba ni kwa ajili ya watoto wako kulala, sio kwa ajili ya ufahari na kuonyesha una Mungu. No. Magari Mungu lazima uelewe Mungu anakupa gari kwa ajili gani. Ndio maana mimi gari ya kwanza nao muomba Mungu hapa sio ya mimi kutembelea. Gari ya kwanza nao muomba Mungu, nipe gari ya Injili. Gari ya pili naomba Mungu, nipe gari ya kubeba watu waje kanisani. Hizo zingine sitafungua hata mdomo kusema Mungu nipe gari milele. Sitafungua mdomo hata siku moja. Hata siku moja. Mungu yeye mwenyewe akiona anaweza kanisaidia kuwa na gari, nipate wepesi wa jambo fulani, ataniletea. Lakini kuna watu wako makanisani haya bwana. Mimi nimejaribu kufuatilia. Ukienda Ulaya kuna baadhi ya watu utakuta ni waajabu sana. Kuna watu fulani ambao wanampenda Mungu afu hawana kiburi. Unaelewa Yaani Ulaya kuna mtu namkuta, ngoja niwaambie kitu cha ajabu. Miongoni mwa maeneo ambayo nimeona yana matatizo kidogo, sisemi vibaya wala siwatukuzi wengine, ila Afrika tuna matatizo fulani, tuyarekebishe. Afrika unaweza kumkuta mtu ameshindwa kulipa kodi ya mtoto wake, ada ya mtoto wake shuleni, sawa ila amevaa nguo ya 80,000. Afrika. Mtu ameshindwa kulipa ada ya mtoto wake, kichwani kaweka wigi la 150,000. Afrika. Kuna mtu hajalipa ada ya mtoto wake, kwenye kabati lake ana magauni 150, alafu lenye bei ndogo ni 25,000. Ana viatu pea 50 chenye bei ndogo 25,000. Wakati nimekaa na wenzetu na watu wa Ulaya, unaweza kumkuta mtu ana suti tatu, lakini kwa mwezi mshahara wake ni milioni 16. Kwa mwezi mshahara wake milioni 16. Katika hizo milioni 16 anazozipata ni za kule kwao, sio za huku. Za kule kwao. Huku ukifanya mahesabu ni milioni kama 30 kwa mwezi mshahara wake. Gari anayotembelea imepauka mpaka pale juu, imeungua kwa jua. Halafu ni gari ambayo kainunua milioni 6-7. Nataka uone jinsi ambavyo tunatofautiana akili. Na ndio maana kuna watu tunaenda jehanamu, si kwa sababu hatumpendi Mungu, ila akili hatuna. Mnisikilize. Suti anazo tatu. Kwa nini? Na zenyewe anazo kwa sababu kule kwao wana utamaduni. Uwezi ukaingia kwenye maeneo ya watu wengi hujavaa suti, ni nje ya sheria. Suti ni vazi la heshima ambalo ukisema unaenda kanisani lazima uvae suti uende kanisani. Unaingia kanisani, unamkuta mtu, nimekaa kule namuona mtu kila siku anavaga suti hiyo mpaka miezi 3 ya msimu wa joto inaisha. Kwa sababu kule wana misimu minne. Msimu wa baridi, msimu wa joto, alafu msimu wa vuguvugu ambao sio baridi, si joto. Sasa sikiliza, mtu ana suti 3. Ana suti ya msimu wa joto, ana suti ya msimu wa baridi, alafu ana suti ya wakati wa vuguvugu. Suti 3. Na ikifika msimu ule wa joto, kila siku utamwona na suti yake ile. Kila mkusanyika kanisani, suti ile. Kila mkija kanisani, suti ile.
Kila mkija kanisani suti ile ile. Kija mpaka unajiuliza huyu mtu amelogwa nini? Kwa akili zetu sisi ambao ukiwa na hela tu unawaza uvae hivi. Jamani, kwenye maisha haya Mungu ameweka vipaumbele. Sasa hivi kipaumbele sio wewe kufanya vitu vikubwa duniani. Kipaumbele ni kuwekeza wapi? Mbinguni. Sasa hivi mnachofundishwa ni kuishi maisha ya starehe hapa. Mnadanganywa ili mpinga Kristo aje mkiwa mpo vuguvugu. Na akija mkiwa vuguvugu, Yesu alisema, ombeni siku hizo zisije ikiwa ni wakati wa baridi. Ukiwa umepoa kiroho, hali yako itakuwa mbaya na utaishia mikononi mwa shetani. Okay, lakini haya maisha nisikutishe. Haya maisha ni kuchagua. Ukiamua kumchagua shetani, nenda naye vizuri. Kula starehe hili ukienda kuchomeka kule, ukachomeke kiuhalali. Kwa sababu hata Biblia imeshauri nyakati za mwisho, ikasema watakatifu endeleeni kujitakasa. Wabaya endeleeni kufanya ubaya sana. Jamani, ukimchagua Yesu be serious. Acha kupiga kona. Lakini ukimchagua shetani pia kuwa wazi. Tujue wewe ni wa nani? Wa shetani. Kula starehe, kwa sababu jehanamu haikutengenezwa kwanza kwa ajili yako, ila utapelekwa kwa sababu uliamua kumchagua shetani. Msikae nusu. Tuko nyakati za mwisho. 666. Usizanie ni namba ambayo utakuwa unapigwa kwamba yaani unapigwa na njaa, unafinywa, alafu unaambiwa ili ule tukupige chata. Yale ni maisha ya uchaguzi. Mimi leo nitakuwa mali ya shetani, tamwabudu shetani. Weka chapa hapa. Mimi siwezi kulala njaa bwana. Naishi maisha ya starehe, maisha mazuri, maisha ya mafanikio. Anakupiga chata. Akisha kupiga chata, kwenye biashara umo, kuuza umo, kila kitu umo, starehe zote umo, kila mahali unaingia, chips unakula, nyama unakula, baga unakula, pizza unakula, kila kitu. Shida ya Afrika hata vyakula vizuri hatuvijui. Huku tuna ugali, wali, nini. Wenzetu kule wameshazoea, hata kumwacha Yesu ni rahisi. Wameshazoea. Wao kukusanyika mkakaa watu wawili, alafu mkaleta kuku watatu. Wametengenezwa, hakuna miguu kule, hakuna utumbo, hauletewi kichwa, wala uletewi shingo. Yaani kule ukiagiza, ukisikia mtu kaagiza, niletee kuku mmoja. Yule kuku mpaka unajiuliza, huyu kuku ambaye hana hata ile mgongo hivi la hapa alinaga nyama, ametoka wapi? Ni kuku inakuja ni viungo vyote vyenye nyama ndio vinakuja pale. Halafu kula umeshazoea watu wawili wanakuja nyama, kuku wawili hapo au watatu. Hamna wali, hamna ugali. Unakula na soda hapo. Ukitoka hapo unaenda kulala, asubuhi unaenda kazini. Tuko pamoja? Ni maisha ambayo umeshazoea wenzetu kule. Na ndio maisha ambayo na sisi tunazoeshwa huku. Fanikiwa, Mungu hataki umaskini. Fanikiwa. Sikilizeni. Shetani hata kuja kwa lugha ya umaskini, mnasukumiwa kwenye lugha yake ambayo ataitumia kuwamiliki. Acheni kuwazoesha watu maskini wala utajiri, wala wewe usizoelee utajiri. Sawa, cha kung'ang'ana kwenye maisha yako uwe na Yesu na uwe mtakatifu. Ng'ang'ana sana hicho kitu. Yaani wewe ukiamka asubuhi, Bwana Yesu, leo nisiwe muongo, leo nisiwe hivi, hata nikikosa chakula nitakushukuru, lakini nisikutende dhambi. Hivi niwaulize swali. Nani waga akiingia maombi anamwambia Mungu, nashukuru leo sijaongea uongo. Mungu, nashukuru leo sijamtukana mtu. Mungu, nashukuru leo sijawa mbea. Mungu, nashukuru leo sijatamani cha mtu. Nani anaombaga maombi? Nyosha mkono. Sasa hayo ndio maombi ya mbinguni. Hayo ndio maombi. Sasa tukiombaga Mungu tunaombaje? Mungu, nashukuru leo nimekula chakula. Mungu, nashukuru leo umenilinda kwenye gari. Mungu, nashukuru leo, yani ni wa binafsi.
Mungu anachokitafuta ndani yako ni utakatifu. Na hicho ndio tukoanza kumshukuru Mungu na kushukuru leo. Sijawa mbea, sijawa mwongo, sijachonganisha watu, sijatamani cha mtu, sijafanya dhambi. Leo nisaidie, nisamee kwa kuwa mvivu, nisamee kama nimeongea uongo, nisamee kama nimefanya hiki, nisamee kama hiki. Lakini tukianza kumshukuru Mungu, Mungu nakushukuru leo. Nakushukuru leo nimepata hela. Leo nimeuza. Leo nimeuza. Ndio shukrani ya watu leo kanisani. Maombi ya wapagani. Hamjui yale maombi ya wapagani, yule aliyeingia kanisani akasema, Mungu, unajua mimi, anapiga kifua. Unajua mimi ni mwema kuliko wote. Unajua mimi nafungaga siku 2 kila wiki. Unajua mimi Mungu sina dhambi kabisa. Mimi sio kama wale. Unanielewa? Halafu akaja wa pili. Akasema, Mungu, mimi ni mwovu. Mimi ni dhaifu. Mimi nimekosea. Maombi yaliyojibiwa ni hivi. Ya wa pili, yule ndiye aliomba maombi ya mbinguni, yule mwingine aliomba maombi ya wapagani. Sasa na leo makanisani mnafundishwa maombi ya wapagani. Ndio maana maombi yenu, Mungu nipe gari. Nimechoka kutembea kwa mguu. Alafu unafunga siku 3. Naomba gari. Gari katika jina Yesu gari. Gari. Unanena kwa lugha. Kemea mapepo, pepo la umaskini la kabila yetu, toka. Pepo la umaskini la kwa kina Masawe, toka. Pepo la umaskini la kwa kina Lema, toka. Pepo la umaskini, toka. Mimi ni tajiri. Wanawadanganya. Yesu alisema, hakusema hivyo. Yesu alisema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, hayo mengine mtazidishiwa. Uwezi ukawa na Mungu, Mungu akakunyima. Mnaomba msichojua. Wewe kaa na Mungu, kuwa mwaminifu, kuwa mtakatifu, mpende Mungu, usiasiasi, usitende mauzauza, usiwe na kiburi. Hivi unajua kuna siku tulikuwa tumekaa na mke wangu akasemaje? Mume wangu, mimi siwazi hata nyumba. Wala siwazi chochote. Mimi nachowaza tu, Mungu atusaidie twende mbinguni. Na mimi nikamwambia mke wangu, Mungu akitupa nyumba, sawa. Akitunyima nyumba, sawa. Cha kumwomba Mungu sisi tuwe watakatifu. Twende wapi? Na hiyo injili watu sasa hivi hawaitaki. Wanataka injili wakisema mahali, ninaitwa dokta. Mimi naambia ukweli. Sasa hivi watu wanachokitaka, akisimama hapa, mimi ni Profesa Mwandunga Kalile. Sawa, nimesoma degree ya kwanza Washington, ya pili nikasoma Japan, Tokyo. Mungu ni mwema sana. Wewe ukizikwa hizo degree zako hata mbinguni hazitaonekana. Hizo degree zako ziko kwenye ubongo ambao tukizika tunazika, zinaenda kuoza. Watu wao na akili. Biblia inasema mkijisifu, jisifuni kwa kuwa mna Mungu. Yaani ukisimama hapa, jamani wapendwa, namshukuru Mungu kwa kuwa mimi nimeokoka. Namshukuru Mungu kwa kuwa sitendi dhambi tena. Ninaitwa fulani, imeisha hiyo. Ngoja niwaambie watu wa dunia walivyo na watu wa kanisani walivyo. Hawatofautiani. Siku moja nilimsikia Diamond anasema, kipindi hicho nilikuwa niko Korea. Kamsikia Diamond anasema, wakamuuliza, kwa nini ukiwa unaenda Marekani au ukiwa unaenda Ulaya huwa unavaa mavyuma fulani kwenye meno na huwa unavaa zile cheni zako kubwa? Akasema, ndio tunavyotambulishana. Yaani ndio tunavyojitambulisha. Hivi vyuma nimevaa, wakiviona wao wanajua ni vya milioni kadhaa, wanajua mimi ni tajiri. Yaani nikicheka tu hivi, mtu akiniangalia anajua huyu jamaa ana hela. Hicho chuma amevaa hapo kwenye meno yake ni milioni 600 kwenye meno. Hiyo cheni kavaa ni milioni 400. Na anaenda anahesabu milioni 400 analipa. Anahesabu milioni 600 analipa. Anatafuta nguo
suruale tu inauzwa milioni 150. Alafu ukiliona limekaa fulani hivi, milioni 150 suruale hiyo. Kakotikoti amevaa milioni 300. Nyamjui. Kuna watu wanazania naongea maluelue. Nimeingia kwenye supermarket za nguo. Kuna nguo inauzwa milioni 150. Ukiangalia hivi nguo milioni 150. Nguo. Na mtu anaenda analipa, anavaa. Akifika mahali anatengeneza na mtembeo. Ukimwangalia unasema kweli is a boss. Na wakanisani wenyewe wamekuwa hivyo hivyo. Akisimama kanisani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana amenipa Mercedes Benz. Hamjatofautiana, ni wale wale tu. Wote ni wa shetani, wote ni wa kiburi. Mnajisifu katika magari, mnajisifu katika majumba. Shuhuda za kwao sikiliza kwenye TV zao. Namshukuru Mungu, nimejenga nyumba kwa njia rahisi na maduka 3. Na yote nauza kila siku 200,000. Faida tu hiyo. Hiyo ni ya shetani, sio ya Mungu. Umeuza 200,000 mwezi wewe hata fungu la 10 utawagi. Umeuza 200,000 mwezi wewe jirani yako hapo kuna mtu analala njaa. Tapeli wewe. Sikilizeni niwaambie, Mungu hayuko hivyo. Mungu anatuangalia tutende mema. Unakimbia na mema. Asubuhi hivi leo siku nzima nimempa mtu nini? Hata kama ni bagia, basi nimpe mtu. Hivi leo sijaongea uongo kweli mpaka saa 2 bado. Bwana Yesu nisaidie. Inafika saa 6 sijatamani kitu kibaya, ndio. Mpaka jioni unachotafuta ni mema. Na ukija kanisani tukisema mshuhudie Mungu, na mshukuru Mungu, nilikuwaga muongo. Wiki iliyopita nimemaliza sijaongea uongo. Shuhuda za sasa hivi ni za kujengana kwenye kiburi. Wao wanatambulishana kwa cheni na hiyo naniza kwenye meno na pachika. Vinakuwa kama gold fulani hivi anavipachika kwenye meno. Diamond kanunua gari ambayo Tanzania hakuna. Hata rais na serikali yake wakinunua, wabunge wataandamana bungeni. Ni gari ya gharama, lakini kanunua kwa sababu yeye ni wa huko kuzimu kwa mashetani. Anaonyesha watu ufahari. Kwa hiyo shetani haji kwa kukupa wewe ulale njaa. Sasa hivi shetani anakuletea chakula ila utende dhambi. Yaani anachofanya ule tena vizuri kwenye hoteli ya nyota 5. Umezunguka nyie ndio mnajua hela hakuna. Hela zipo duniani. Shetani anapigana na sisi tusiwe na hela ili tumwabudu. Ridhika ukikosa. Ukikosa ridhika. Kule hicho shukuru Mungu, lakini furaha yako wewe ni mtakatifu. Songa mbele. Iko siku aliyecheka leo atakuwa analia, anakuomba wewe umpe hata tone la maji. Kwani historia ya Lazaro maskini na tajiri ilikuwaje? Si ilikuwa hivyo hivyo? Mbwembwe nyingi, anakula, anatupa hapo.